baada tu ya ibada ya saumu, wakati inamalizika funga ya kwanza, Ramadhani ya kwanza, Allah akateremsha wajibu wa zaka, ikahusu mali peke yake. Mwisho Allah tabaraka wa taala, baada ya watu kupata mazoezi kwa miaka kadhaa, akatuletea ibada ya hija aljamiati lilbadani walmali, ambayo ina involve mali na nafsi, vyote vinatumika kwa wakati mmoja. Falsafatun ijtabaha Allahu tarbiyatan li khalqihi, falsafa kubwa ambayo Allah alizingatia katika kuleta dini kwa kuchunga hali na tabia za waja wake. Wama jaala alaikum fi dini min haraj, Allah hakuleta dini iwe ni mateso kwenu. Sasa ibada ya hija, ndugu zangu Waislamu, kwa kufahamika kama nguzo ya Uislamu, haihitaji kuletewa ushahidi, lakini Allah amesema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila. Kwa ajili ya Allah ni wajibu watu wakaizuru nyumba yake tukufu kwa ibada, kila mwenye kuweza kwenda huko. Na istitaa kwa maana ya kuweza, Allah jalla jalaluhu mwenyewe akafanya kwamba ni jambo ambalo litafafanuliwa na sheria, na halitoachwa kila mtu ajisikie mwenyewe kwamba anaweza au hawezi. Kwa vipimo vya kuweza na kutoweza, Allah jalla jalaluhu akawa ameviweka yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akionyesha umuhimu na uzito wa ibada ya hija akasema, man mata walam yahuj, yeyote atakayekufa na hajafanya ibada ya hija. Man mata walam yahuj, yeyote atakayekufa na hajafanya ibada ya hija, ili aweze kulaumiwa kwamba amekufa na hajafanya ibada ya hija, lazima awe ni yule aliyezungumzwa na Allah, man istataa ilayhi sabila, ni yule ambaye aliyeweza kwenda huko kunakofanyika ibada ya hija. Akasema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mtu wa namna hiyo falyamut inshaa yahudiyan wa inshaa nasraniya, basi achague mwenyewe wakati wake wa kufa, anakufa ni Yahudi au anakufa akiwa ni Nasara. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, dhikrun wa du'aul musiba liman malaka zada warahila falam yahuj, ni dua ya msiba inastahiki kwa yule ambaye amemiliki uwezo wa kwenda kufanya ibada ya hija na ikawa hakwenda kufanya ibada ya hija. Kubwa kabisa ikiwa ni ibada ya tawafu, sa'i na wukufu. Ibada ya tawafu ni ibada ambayo hufanyika kwa watu kuizunguka Al-Kaaba mizunguko 7, na katika kila mzunguko mmoja, mzunguko mahala unapoanzia ni kwenye engo au kona ambayo imewekwa Al-Hajarul Aswad, jiwe jeusi lililokuwa katika jengo la Al-Kaaba. Kona ambayo lipo lile jiwe ndiyo sehemu ya kuanzia mzunguko, na kila anapozunguka mtu anafika pale kwenye lile jiwe, akiweza kuligusa analigusa, ni sunna. Akiweza kuligusa pamoja na kubusu, anaguswa lile jiwe na anabusu. Asipoweza anaashiria kwa mikono yake na kisha anabusu mikono yake. Imekuja katika habari ni kutoka kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ameieleza hiyo
Al-Imamu Al-Ghazali katika Ihya anasema, innal hajara al-aswada yaqutatun min yawaqitil janna, hakika lile jiwe jeusi ni kitu cha thamani sana katika vitu vya thamani kutoka peponi. Wa innahu yub'athu yawma al-qiyamati lahu aynani wa lisanun yantiqu bihi, na hakika lile jiwe litafufuliwa siku ya Kiyama likiwa na macho mawili na ulimi wa kutamkia na kuzungumza. Yashhadu likulli man istalamahu bihaqqin wa sidqin, likimtolea ushuhuda wa kumtetea yule ambaye aliligusa na kulibusu kwa imani na akiwa na ukweli kwamba anatekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala. Kitendo hichi kilimfanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa anatufu kwa miguu, akifika anagusa yastalimul hajar al-aswada, analigusa lile jiwe jeusi na anabusu na anaendelea na mzunguko unaofuata. Na siku moja kwa sababu ya hali ya kiafya alifanya tawafu akiwa juu ya kipando. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na al-mihjan, alikuwa na bakora ameshikilia, akawa anaituma ile bakora, anagusa kwenye jiwe jeusi alafu anaibusu ile bakora. Siku moja Sayyidina Umar radhiallahu ta'ala anhu katika ukhalifa wake, akiwa naye katika ibada ya hija, akapita akawa anafanya tawafu na akagusa jiwe na kulibusu, lakini ili aoneshe imani yake ambayo wakati mwingine Iblisi huwa anatuchezea katika imani tukiwa katika matendo ya kheri, na lile ni jiwe. Akaliambia lile jiwe, mimi ninajua kwamba wewe ni jiwe la tadhuru wala tanfa'u, haumiliki kumdhuru mtu wala kumnufaisha. Walaula anni raaitu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yukabbiluka ma kabbaltuka, na lau sikuwa mimi nilimuona mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam anakubusu, mimi nisingekubusu. Sayyidina Umar baada ya kusema maneno yale, fabaka, akalia sana, hata ala nashijo, mpaka sauti yake ya kulia na kwikwi ikamtoka. Faltafata, akageuka, faraa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, akamwona Sayyidina Ali akiwa nyuma yake, akamwambia, ya Abul Hasan, Abul Hasan, ha huna tuskabu al-abaratu wa tustajabu da'watu. Akamwambia, hapa ni mahala muhimu sana pa mtu kumwaga machozi akijutia ima dhambi alizozifanya au madhaifu yaliyoingia katika ibada ambazo anataraji kesho mbele ya Allah ndio zimsaidie. Sayyidina Ali radhiallahu ta'ala anhu akamwambia, innahu yadhurru wa yanfa'u, akamwambia hilo jiwe, kupitia hilo jiwe yapo madhara na yapo manufaa. Hilo ni sababu ya watu kuweza kupata madhara au manufaa. Sayyidina Umar akamuuliza Sayyidina Ali, wa kaifa, kivipi itakuwa? Sayyidina Ali radhiallahu ta'ala anhu alimwambia Sayyidina Umar, ya amira almu'minin, ewe amiri almu'minin, lamma akhadha Allahu almithaqa ala dhurriyyati, siku ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichukua ahadi nzito kwa waja wake, kwa waja wa wanadamu, kwamba watamtii na kumwabudu yeye. Kataba alkitaba, aliandika maandishi maalum ya ile mithaq, wa alqamahu alhajar,
na akayamezesha kwa lile jiwe lilimezeshwa ule mkataba. Na baada ya Allah tabaraka wa taala kufanya hivyo, fahuwa yashhadu lilmu'minin bilwafai wa yashhadu lilkafiri biljuhud. Kwa hiyo hili jiwe siku ya Kiyama litawashuhudia waumini kwamba walitimiza ile ahadi, na itashuhudia kwa makafiri kwamba walipinga kwa makusudi, pamoja na kuwa waliingia mkataba na Allah kwamba watakuja kumtii. Kwa hiyo katika faida zinazopatikana katika safari ya hija, ndio maana hata wale wanaoligusa lile jiwe, kuna dhikri wamefundishwa wanafanya, wanasema Allahumma imanan bika, e Mwenyezi Mungu, ninafanya hivi kwa sababu ya kukuamini wewe. Wafaan biwadika, na kutimiza ahadi yako. Watasdika bikitabika, na kwa kuamini kitabu chako. Kwa kuamini kitabu chako, kwa kukuamini wewe ninafanya hivi, na kwa kuamini kitabu chako ninafanya hivi, lakini kwa kutimiza agizo lako ambalo ulitupa la kwamba tutakuabudu, na tukakubali wenyewe tukiwa ni dhuria kutoka katika mgongo wa baba yetu Adam. Sasa haya na mengine mengi, ndugu zangu Waislamu, yanafahamika kwa Waislamu, lakini hatutekelezi ibada ya hija. Ndio maana tukaona tukumbushane kwamba tujihimize, kwa sababu kama ni mafundisho yamekwisha kuja na ukumbusho umekwisha tolewa sana na wakutosha. Jambo moja, ibada ya hija kama ilivyosema inahitaji nguvu ya mali na nguvu ya afya, na nguvu ya afya ikikosekana, ibada ya hija bado inatekelezwa. Tunatakiwa kila mmoja aweke azma ya kuhakikisha anatekeleza ibada hii ya hija. Imekuja katika ripoti ya mwaka huu, Tanzania ambayo imepewa nafasi ya kupeleka mahujaji zaidi ya 30,000. Nafasi hiyo tunayo. Mahujaji wa mwaka huu ni kama 4,200 plus, na katika hao mahujaji 4,200 plus, mahujaji 2,600 na wanatoka visiwa vya Unguja na Pemba, 1,600 ndio wa bara. Billahi alaikum, tuwe wa kweli kabisa, idadi hii haifanani kabisa. 2,600 wanatoka katika nchi ambayo raia wake kama ni wengi sana ni sawa na raia wa mkoa wa Dar es Salaam. Wamepatikana watu 2,600 wanakwenda hija mwaka huu. Huku kwetu bara ambapo kuna 98% takriban ya raia wa nchi nzima, ndio kumetoka watu 1,600. Ni vigumu kuniambia nikubali, na hata wewe mwenyewe huwezi kukubali kwamba hao 1,600 ndio wenye uwezo wa kwenda hija. Kuna watu wengi wana uwezo wa kwenda hija, na sasa hivi mambo yamekuwa muyasara. Leo kuna mtu ambaye toka mkewe ni mjamzito ameanza kuwekeza fedha kwa ajili ya masomo ya mwanae, na inatokezea mwanae mpaka anamaliza form 6 bado ile akaunti haijaguswa, kwa sababu hela nyingine ya kumsomeshea ipo, na mwingine mpaka anahitimu chuo ili anakabidhiwa, sasa anaanzia maisha. Leo sisi tuna taasisi za hija zipo, unaweza ukafanya dunduliza hata kwa miaka 3. Hatufanyi, na hija imekuwa kama ingekuwa ni jambo la kuonesha umma, tunatia aibu. Mtu unamwambia, unamhamasisha kufanya ibada ya hija, akamwambia shekhe, hali ngumu shekhe.
Lakini ukimtangazia kwamba kuna banda Tandika linauzwa milioni 40, leo anaenda kulipa, leo analipa cash, na madalali anasema nitawalipa mimi. Ndugu zangu Waislamu, tujihimize ibada ya hija. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man mata wa lam yahuj, yeyote atakayekufa aliyakuwa hajafanya ibada ya hija na imo ndani ya uwezo wake, faliyamut inshaa yahudiyan wa inshaa nasraniya, achague mwenyewe wakati anakufa na faili gani, yahudi au nasara. Naudhu billahi min alyahudati wan nasraniya. Tumwombe Allah jalla jalaluhu atuwafikishe kwa ukumbusho huu, kila mmoja aamshe hisia ya hofu kwa Mola wake, tuweze kutekeleza ibada ya hija. Wallahu tabaraka wa taala kulli mutadun fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum bi Qur'anil 'azim wa nafa'ani iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. قل قولي هذا استغفر الله العظيم لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم وهو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي من الظلم من أبي بكر الصديق من سيدنا عمر بن الخطاب من سيدنا عثمان بن عفان من سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة.